Hello, habari zenu ndugu zangu, kama kawaida Mahenge Junior. Nimerudi katika jukwaa letu la kukumbushana. Hapa mara nyingi huwa tunakumbushana mambo mbalimbali. Sasa siku ya leo bwana, nahitaji kuzungumza kuhusu nchi yangu. Kabla ya kwenda mbali, natamani kusisitiza ama kuendelea kusisitiza kudumisha amani katika taifa letu la Tanzania. Mimi naendelea kuwashukuru wale wote vijana, wazee ambao walikuwa na nia ya kufanya maandamano, lakini wanakuwa na yule moyo wa kizalendo, wamekuwa na moyo wa kibinadamu wa kuona kwamba hili jambo haliwezekani. Ingawa bado wako watu wachache ambao tunaona bado wanaendelea kupanga. Kama juzi hapa nimesikia kuna vijana wanasema wanataka kufanya haya machafuko siku ya tarehe 1 mwezi wa kwanza, siku ya mwaka mpya. Sisi tunaendelea kuwasisitiza kwamba hilo jambo ambalo mnalolipanga halina faida kwa taifa kabisa, halina faida kwa taifa, lakini hata wewe mwenyewe binafsi halitakunufaisha. Kwa hiyo ndugu yangu, tafakari upya, fikiria, usipende kufanya mambo kwa kufuata mkumbo. Lakini jambo lingine ni kwamba nahitaji kuzungumza na wale wanaharakati, lakini watu wa dini, alikadhalika hata viongozi wazee ambao wanapenda kushauri serikali, lakini wanapenda kuikosoa serikali. Ni kweli kukosoa ama kutoa maoni kwa ajili ya nchi yako ni jambo la kikatiba, as long as kwamba umkosei mtu. Yaani kila Mtanzania ana haki ya kutoa maoni kusaidia taifa lisonge mbele. Lakini mimi hofu yangu inakuja kwamba unatoa maoni katika ango ipi? Unaona unatoa au maoni kwa ajili ya manufaa yako binafsi, ama unatoa maoni kwa ajili ya manufaa ya watu wachache, ama unatoa maoni kwa taifa. Sasa mimi napenda kwa wale wote ambao wanapenda kutoa maoni ili kuisaidia nchi, basi watoe maoni kwa ajili ya kusaidia taifa. Na anasema kwa ajili ya kusaidia taifa kwa sababu ya mtu mwenyewe jinsi alivyo. Kwa mfano utaona labda ni kiongozi mstaafu anapotoa maoni alafu akapick side moja, hapa kidogo unaweza kuona kwamba huyu hana maana ya kusaidia taifa, ana maana ya kusaidia watu wachache. Lakini mtu kama kiongozi aidha ni mstaafu, haiko serikalini kwa sasa, na anaonekana ni mtu ambaye akiongea kauli yake na maana kwa taifa, alafu unasimama sehemu moja, hii inakuwa si jambo zuri. Okay, simama sehemu moja sio mbaya, lakini simamia katika upande wa haki. Hapa haya nazungumza ni kwa maana kipindi kilichopita hapa juzi nimeona kuna baadhi ya wazee wanaikosoa serikali, wanasema kwamba serikali inaua, serikali haitendi haki, unaona Sasa wao binafsi wana pick sehemu moja, kwa maana upande wa pili. Sasa wameona, yani wao wamekwenda moja kwa moja kwa upande wa Chadema. Yani wanaona kama Chadema inaonewa, na ndio malalamiko yao makubwa. Yani wao wanashika zile agenda za Chadema. Sio mbaya, narudia tena kusema kwamba sio mbaya kuitetea Chadema, kutetea CUF, kutetea CCM, lakini tuitetee kwa haki. Yani usitetee tu kwa sababu ya matakwa yako binafsi, ama kwa sababu labda unaweza ukabenefit kitu. Tetea mambo kwa haki. Hapa namaanisha kwamba unapojaribu kuongea haki, basi usiangalie haki katika upande mmoja. Yani kama unasema mimi nataka nitetee haki kwa taifa langu, basi hakikisha kwamba unaongea kwa kuangalia mizani yako. Unaona, huyu unayemkosoa umueleze makosa yake, lakini sio mbaya ukaeleza na mema. Unaona, na huyu ambaye unayemtetea basi ueleze mema yake pia, alikadhalika mabaya. Lakini sasa kama wewe unailaumu tu serikali moja kwa moja, unaona, alafu unamtetea tu huyu mwingine, pia hauelezi mema yake, hapo unatukosea sisi wa Tanzania. Hapa namaanisha kwamba inawezekana kweli wewe nia yako ni kujenga, lakini inaona sisi wa Tanzania tusikuelewe, tukakuelewa katika upande wa pili, tukaona kwamba wewe nia yako si kujenga, uko kwa ajili ya kutetea kikundi fulani ama faida ya watu fulani wachache. Yes, serikali inafanya mabaya. Narudia tena kusema kwamba serikali inafanya mabaya, na hakuna serikali duniani ambayo haifanyi mabaya. Lakini katika mabaya hayo kuna upande wa mambo mema. Kwa hiyo serikali ina mambo yote mawili, inafanya mema na inafanya mabaya. Sasa wewe mtetezi wa haki za binadamu ama mtetezi wa Tanzania, unapoilaumu tu serikali kuona kwamba inafanya mabaya, hapo kwanza unatukosea sisi wa Tanzania na unaikosea serikali yako. Yes, umeikosoa na uonyeshe njia za kupita. Sasa kama itakusikiliza sawa, isipokusikiliza pia ni sawa, lakini wewe umetoa maoni yako. Mimi sioni shida ama sioni ubaya wenu ule kutetea Chadema ama kutetea CUF. Ni swala zuri sana. Ila nashituka ama najisikia vibaya kuona wewe ni mtu ambaye unategemewa na nchi nzima. Yani wewe
Watanzania wote regardless na vyama vyetu, itikadi zetu za dini, yani tunakutegemea wewe ni kiongozi ambaye neno lako lina faida kwa taifa. Then tutakuwa na wewe ambaye tutakuamini kama referee, then una pick side moja. Yani wewe una base upande wa serikali tu, ama una base upande wa Chadema ama vyama vingine. Hapo ndio tunapokuja kupata mashaka. Kuona kwamba sasa wewe inawezekana wewe tukashindwa kukuheshimu ama kuendelea kukusikiliza kwa sababu hautendi haki. Sasa inawezekana vipi unakosoa watu, unasema wao hawatendi haki na wakati wewe mwenyewe hautendi haki? Unajua unaposema kwamba Chadema wanaonewa, CUF wanaonewa, hawa ni watu wazuri, hawa watu wazuri, sio jambo baya. Imani yako inasema hawa ni watu wazuri. Sasa lengo lako ni kutuaminisha sisi wa Tanzania tuone wapinzani ama Chadema ama CUF ni watu wazuri, basi at least tuonyeshe mema yao. Serikali yetu ni mbaya. Twende na hizo notion zenu kwamba serikali ni mbaya, yani inaua watu, serikali haitendi haki. Sasa sisi tuko kwenye upande wenu. Serikali ni mbaya. Okay, hawa ambao mnawatetea wana mema gani wameyafanya kwa taifa? Yani mtuambie kwamba bwana, sisi tunasema chama cha Chadema ama chama cha CUF ama ACT Wazalendo hawa ni watu wema, hawa ni watu wazuri kwa sababu ya 1, 2, 3. Unaona, at least hapo uenda tukakuelewa, tukasema kweli kumbe mzee ama nyinyi wazee mna mawazo chanya. Lakini sasa kama mtakuwa mnangangania tu kusema labda hawa wanaonewa, hawa wanaonewa, hiyo inakuwa yani hamtendi haki na wala hamtusaidii. Lengo yani kikubwa, yani ninachokiona mimi zaidi hapo ni kuleta chuki kati ya vyama na vyama ama serikali na wananchi. Na hili sio jambo jema. Nyinyi ni watu wazima, mnajua kwamba vita inapotokea sehemu ama vurugu zinapotokea sehemu hakuna anayesalimika. Sio wewe unayechochea na hata yule anayetetea. Yaani sisi wote tutaingia kwenye machafuko. Kwa hiyo haya mambo ambayo yanaendelea sasa hivi Tanzania ni mambo mabaya sana, ni mambo ya hatari sana. Nategemea kuona wazee, kuona watu wa dini, kuona wale watu maarufu, watu wenye nafasi nzuri Tanzania watoe maneno ya hekima. Yani waeleze maneno mazuri. Lakini unaposema kwamba serikali imeua zaidi ya watu wangapi, manake hapo namtengenezea chuki mwananchi, labda aanze kushambulia kikundi fulani. Inawezekana kuna CCM, unaona wao wanaonekana wanaitishia CCM. Unaona kama last time, yani vijana wameenda kuchoma mali za vijana wenzao kwa sababu tu walitetea CCM ama walienda kuishabikia CCM, eti kwa sababu hawajatoa matamko. Kweli hii ni sababu ya kwenda kuchoma mali za vijana wale kwa sababu tu yani wamepick side moja, yani kwa sababu wao wameamua kwa CCM, basi yani nchi inasema kwamba watu wote tuwe chama fulani ama wote sisi likitokea jambo tutoe matamko. Uone kama hapa nyinyi ndio mnaweza mkaendeleza haya mambo, watu waendelee kuchukiana kwa sababu ya hayo maslahi yenu, haya maono yenu. Kwa hiyo hatupingi na wala hatubezi maoni yenu. Tunaheshimu na tunatamani msaidie nchi, lakini msaidie nchi kwa upeo mkubwa na upeo ule wa kusaidia nchi, sio kusaidia kikundi cha watu. Nimeuliza swali kwamba hawa ambao wanatetewa leo wamefanya nini? Sawa? Na sio mbaya kuuliza. Tunatamani sasa nyinyi mtuambie, yani hawa tunawatetea ni kwa sababu ya 1, 2, 3. Sasa na sisi angalau ambao labda hatuyaoni hayo mema yao, hatuoni yani uzuri wao, angalau mtatukumbusha. Kibinadamu huwa tunajisahau. Unaona, binadamu ana kawaida ya kujisahau. Labda tumejisahau. Inawezekana Chadema iliwahi kupata madaraka sehemu fulani, ikafanya mazuri makubwa kwa muda mfupi. Tutasema kweli nyinyi wazee, nyinyi wanaharakati, nyinyi ni watu wa dini, mnatetea Chadema ni kwa sababu kweli watu wazuri. Lakini ukweli ni kwamba hawa watu tuko nao, sisi ni Watanzania, tumeshawachagua. Umeona, tumewachagua katika vitongoji, tumewachagua katika tuseme nini wale wa madiwani, tumewachagua katika nafasi za wabunge. Tumewaona, yani tumeona wakati mwingine labda tukasema ni afadhali hata hao CCM kuliko hawa watu wengine. Mtanzania ni mtu mwenye kujiongeza. Unaona, Mtanzania ni mtu mwenye akili. Wewe tu ukamwambia jambo na akakubali hivyo. Labda ni wachache tu ambao mtaendelea kuwaambia haya maneno wataelewa. Mkiwaambia ndio mkaandamane, wataandamana. Fanyeni hivyo watafanya. Ni kwa sababu tu bado hana ule uwezo wa kuchanganua mambo. Lakini ukweli ni kwamba vyama vya upinzani vilipewa nafasi kubwa sana katika taifa la Tanzania. Kabisa, mimi nakumbuka kulikuwa na TLP, kulikuwa na chama gani kinaitwa nasahau jina lake. Vilikuwa CUF pia. Ni vyama vilikuwa na nguvu sana. Lakini kutokana na utendaji wao wa kazi, ndio maana labda Watanzania tumewadharau. Maana leo unaposema ni mtoe CCM kwa sababu ya kumweka tu mtu wa Chadema ama kwa sababu ya kuweka tu mtu wa CUF, Tanzania haiko hivyo. Tunataka tumtoe CCM, tumweke mtu at least ana faida kwa taifa. Hatufanyi kubadilisha, yani hatufanyi siasa kwa kubadilishana tu labda akae fulani, yani kama ni fashion. Hapana.
Tukitoa mtu wa CCM tunaweka mtu wa CUF, at least aje na maono, aje na mitazamo, aje na vitu vizuri ambavyo sisi wa Tanzania tunanufaika navyo. Sasa inawezekana vipi tunamtoa mtu mbaya tunamweka tena mtu mbaya? Sasa mimi naona nyinyi wazee labda mnashindwa kuliona hili kwamba hata hawa ambao mnawatetea, mnawapaka mafuta bado ni wachafu, bado ambao hawana uwezo ambao nyinyi hawana uwezo mkubwa kama ambavyo nyinyi mnavyowatangaza. Kwa mfano mnasema sijui katiba mpya, sijui tume huru ya uchaguzi. Sasa mzee ama nyinyi wazee tuwaulize, kwani wewe katika uzoefu wenu nyinyi wazee mnaona kwamba Watanzania kabisa sisi milioni 60 sio na ngapi, shida yetu Tanzania ni katiba kweli? Yaani sisi shida ya Tanzania ni katiba kweli? Unavyoona nyinyi sisi shida yetu ni katiba? Ama mnavyoona nyinyi kweli Watanzania sisi milioni 60 wote shida yetu kweli ni kubadilisha tu viongozi ama kuchanganya viongozi? Swala sio kuchanganya, swala sio katiba. Marekani ina katiba nzuri na ndio wao mababa wa demokrasia. Lakini angalia, Joe Biden alimngoa Trump. Wana katiba nzuri, wametumia katiba, uhuru wa katiba, wametumia katiba vizuri. Trump ameng'oka. Haya, kilichofanya Biden atoke aingie tena Trump ni nini? Kama kweli katiba ndio inafanya kila kitu. Sasa kwa nini Biden alivyomtoa Trump mambo yangeenda vizuri kiasi cha kwamba ule mwaka wa uchaguzi Trump asingepata, maana Biden angekuwa ameitendea haki katiba, ama huyu Trump wakati ameingia singetolewa na Biden, maana Trump ameitendea haki katiba. Kwa nini wale wametoka kule? Sasa na sisi kwa nini tusijifunze kupitia wale, then tunasema katiba. Mimi nadhani katiba ni jambo la maana kweli kwa taifa, lakini haliwezi kuwa kipaumbele zaidi. Mimi naona kipaumbele ni kuisisitiza serikali iangalie maslahi ya wananchi. Unaona, sisi hata tukibadilisha ama hata tukichanganya kama mnavyotaka nyinyi, labda Chadema wapate wabunge wengi, si watu gani, bado ni mambo yatakwenda vile vile. Hata tukibadilisha katiba hapo, bado mambo yako pale pale. Lengo najaribu yani swala ambalo labda najaribu kutoa maoni kwenu ama kwa taifa kwa ujumla ni kwamba tupate viongozi wacha Mungu na wenye uzalendo, yani wenye uzalendo. Yani tukipata viongozi wa namna hiyo, hata kama katiba hii tunasema hii katiba haifai, katiba hii itatufikisha, kwa sababu mtu anapokuwa mzalendo anafanya mambo kwa haki, anafanya mambo kwa kumuogopa Mwenyezi Mungu. Sasa leo mkituambia tunabadilisha katiba, kwa sababu Chadema wao wanasema tume huru ya uchaguzi. Lakini tume huru ya uchaguzi haimsaidii Mtanzania. Tume huru ya uchaguzi inasaidia wanasiasa kupata madaraka, kwa sababu hao wenzetu wanapigania madaraka. Yaani mtu kama Tundu Lissu anatamani kuwa rais wa Tanzania. Hao wengine wanatamani kuwa wabunge, madiwani na kadhalika. Hatukatai, ni haki yao. Lakini sasa watakapokuwa hapo wanatutendea nini? Ama huko nyuma walipata hizo nafasi, je, walitutendea mambo gani mema? Ndio nyinyi wazee mje na hizo hoja. Yaani mtuambie jamani, hawa watu sisi tunawatetea ama tunawazungumzia kwa mema, walifanya 1 2 3. Mimi binafsi ninapotoka kulikuwa na upinzani mkubwa sana, na waliopita watu wa muhimu pale, mwenyekiti wa serikali za mtaa na diwani, walikuwa ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Yaani labda nitoe tu mfano, na wengine nadhani labda yamewakuta haya. Kwa kweli tuliwapa hao jamaa waongoze maeneo yetu, ni kwa sababu tulichoka CCM, tulichoka tukasema CCM haina mpango tena. Tuliwapa kwa imani kubwa kwamba nchi yetu inaenda kufanyaje, ama mji wetu unaenda kukua mzuri, yani kwa maana tumepata viongozi wazuri. Lakini mwisho wa siku hawa viongozi wakati wanakuja kutuomba kura walikuwa ni watu wema sana. Sasa basi, mwenyekiti wa serikali za mtaa, si mwenyekiti wa kitongoji, amepatikana kutokea Chadema. Lakini diwani akapatikana wa Chadema, na huyu diwani kwa rehema za Mwenyezi Mungu akampa nyota yake ikapaa, akaenda kuwa diwani, unaona, wa mji fulani. Sasa kutaja ni mji gani. Yule ambaye ananifahamu mimi atajua ni mji gani, lakini sasa niseme mji gani, huyu akawa meya wa jiji. Mwisho wa siku je, walifanya nini wale? Walifanya nini? Unaona, walipokuja uchaguzi mwingine wakapigwa chini wote, wakarudisha CCM. Hao ndio Tanzania. Kwa hiyo wanakujaribu, je, una uwezo? Na inawezekana mambo haya yametokea sehemu ambako mimi natoka. Inawezekana kabisa kuna maeneo mengi yamefanyika hivyo, kwa maana wamechagua viongozi wa wapinzani wakiamini kwamba hawa ni watu muhimu na watatendea haki nafasi zao. Lakini mwisho wa siku tuliwapa utajiri tu. Kama mwenyekiti wa serikali za mtaa tulikuwa naye kijiweni, alikuwa anaendesha baiskeli, pikipiki, lakini baadaye nikaona amebadilisha maisha. Baada ya pikipiki anaendesha magari. Huyu amini ni tuseme diwani tena alikuwa anaendesha kigari kibovu, tunaona amebadilisha magari mazuri, anajenga majumba mazuri. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kunufaisha watu. Sasa wewe mzee ama nyinyi wazee mje mtuambie jamani, hawa watu sisi tusiwakatae. Hawa watu ni wazuri. Unaona, inawezekana kwa upande ambako natuka mimi walifanya mabaya.
Sasa basi mtuambie yale maeneo hata 5 6 ambayo wao huko labda sisi hatujaona, mtuambie, kuliko tu kutuelekeza kwamba serikali inaua, serikali si inafanya nini. Hiyo inakuwa kama si ni uchochezi, unaona? Na ukilinganisha kwamba nyinyi ni wazee wa taifa, unaona, mnatakiwa muheshimike zaidi pale mnapotoa kauli yenu, basi kauli yenu hiyo na heshima. Na hata ile hiki kitendo cha mnachokifanya mara kwa mara, mnatoa matamko, mnatoa ma speech, yani mnaeleza, heshima yenu inashuka. Sio kila Mtanzania tu anawaelewa. Watanzania wengine tunaangalia mambo kwa jicho la tatu. Tunaona je, mzee ama wazee wameongea hili lina maana gani kwa taifa? Kwa hiyo tukisikia maneno ambayo hayana maana kwa taifa zaidi ya uchochezi, sasa unadhani hiyo heshima yako itakuwaje? Utaona sasa kuna vijana kweli watakuja kukutamkia maneno mabaya, unaona, ama hata wazee wenzako, unaona, utaona kama hawa jamaa wamekukosea heshima. Kumbe heshima unayo, ama heshima ulikuwa nayo, ila wewe mwenyewe umetumia jitihada za makusudi kuishusha, yani unaishusha heshima yako kwa makusudi. Kama haya mazungumzo ambayo nazungumza ni kitu mbaya sana. Unaposema Tanzania imeua watu wengi sana, sawa, labda na nyinyi ni miongoni mwa watu ambao mnatamani labda nchi zetu zishikwe na wazungu. Hawa wazungu wanatenda haki kwa kiasi gani? Ni kweli wanatusaidia, ni marafiki zetu katika maendeleo, sawa, lakini kuna nchi nyingi zinafanya, kuna mambo mabaya yanafanyika zaidi. Na mbona sasa huko hawaendi waje Tanzania? Kwa nini sasa wao waje Tanzania ama waje kuja kutusaidia sisi wa Tanzania wakati kuna sehemu nyingine zinahitaji msaada mkubwa kuliko Tanzania? Kwa nini? Lakini naona wazee, wana dini, lakini viongozi hata wa kisiasa, watu maarufu, mnang'ang'ania tu kwamba yani lazima tuipe Chadema. Jamani, Chadema ni chama ambacho labda kina mikakati mizuri, kina sera nzuri, kinaeleza vizuri, lakini kuna baadhi ya maeneo wanakosea. Labda ndio maana inawezekana ni sababu kubwa ya wao kutoaminiwa na wananchi. Alafu pia msifanye kama Chadema, yani Watanzania wote sisi ni Chadema. Hapana. Kuna watu wako CCM, kuna watu wako TLP, yani vyama viko vingi, lakini kuna watu ambao hawana vyama. Sasa nyinyi mtakaposema kwamba Chadema ndio inakuwa ina mambo yote Tanzania ama yeye ndio imeshika nchi, hapo mtakuwa mnatukosea hata sisi wengine ambao hatuna vyama. Kiukweli Chadema ni chama kinachopendwa, kiukweli kinapendwa, sikatai, lakini is not yani sio kwa kiwango hicho mnachokitamkia. Chadema kinatakiwa kiongeze nguvu, unaona, kiongeze watu ili kiheshimike zaidi kuliko hivi mnavyokitetea alafu hakuna mazuri yanayofanyika. Kwa hiyo Chadema inakuwa si sawa. Na kama kweli Chadema inaongoza ajenda za nchi, kwa mfano lengo lake ni kuikomboa nchi, hebu mtupatie sababu za baada ya kupata mwenyekiti Tundu Lissu, yani baada ya Tundu Lissu kuwa mwenyekiti, kwa nini watu walijitoa pale? Yani kwa nini walijitoa? Yani kuna watu walijitoa, waliingia kwenye vyama vingine. Sasa ndio uone kwamba kuna baadhi ya ajenda za chama wanachama wenyewe hawaridhiki nazo. Si unanielewa? Mtu amekuwa Chadema kwa miaka 10, miaka 15, akina Salim Mwalimu wale wametumikia Chadema kwa muda mrefu, lakini mbona kipindi hiki wamejitoa? Huyu mtu alikuwa ni damu, yani ukimchinja, ukimtoa damu yake ni Chadema. Lakini angalia, wamehitirafiana kwa mawazo, maana yake hao wametoa mawazo haya lakini wamejitoa. Sasa kama wao wenyewe hawakuwa na njia moja, yani hawatembei kwa nini kwa agizo moja, inawezekana vipi leo tuambie Watanzania wote tuipende Chadema ama tunaipenda Chadema? Sasa hapa mtakuwa mnatutetei haki. Mimi lengo langu sio kuwakosoa kwa baada nyinyi hamna uelewa ama vipi. Lengo langu ni kwamba nia yenu labda ni kujenga, lakini labda hizo njia mnazozitumia sio sahihi. Mnajaribu kusaidia watu fulani. Sasa hatufahamu kwamba hao watu ambao mnawasaidia na kuwapiga debe mna ajenda nao gani. Labda tu mtuweke wazi, msije mka yumba. Mtu tu uwe muwazi kwa bwana, mimi ni Chadema, naitetea Chadema, napenda Chadema. Kuna wengine nimeona kama kuna jamaa mmoja asiyeitwa Mwamakula yule, sio mimi nampongeza sana. Yule ni padri Askofu Mwamakula yule bwana yule. Yani kwa kweli mimi nampenda, ingawa labda sipendi chama chake, sipendi misimamo yao, lakini nampenda yeye ni kwa sababu yeye ni mwanadini, ila amejitoa, amejiweka moja kwa moja, mimi ni mwanasiasa na chama changu ni hiki. Unaona? Lakini huko upande wa Uislamu kuna mtu anaitwa si Ponda pia alikadhalika, yeye ni shehe, ni mtu wa dini, lakini yeye amejifafanua kwa wananchi kwamba mimi ni shehe, lakini ni mwanachama, ni mfuasi wa vyama vya siasa na chama changu ni fulani. Unajua hawa hata kama tunawashambulia ama tunaongea nao kama wanasiasa, ule upande wa dini tunaweka pembeni. Kwa sababu mtu wa dini utakiwa kumlaumu, kwa sababu hawa ni watu ambao wanatangaza amani, ni watu ambao wanatangaza Mungu.
Sasa leo wewe mtu wa Mungu unakuwa haueleweki, ama wewe ni mtu wa CCM sijui ama ni mtu yani hujulikani uko wapi, mnatuchanganya. Sasa kama nyinyi kweli mnataka Chadema, mko katika vyama vya upinzani, basi tujue rangi zenu. Yani jiwekeni wazi, tujue kwamba nyinyi ni chama fulani, tusipate tabu. Hata kama tunabishana, tunapeana mawazo, tunajua sisi na nyinyi ni wanasiasa. Hata tukikushambulia, tukushambulie kama ambavyo tunashambulia Mama Samia, kama tunavyoshambulia viongozi wengine. Kuliko sasa wewe tutakuwa tunaogopa, tunaona kwamba Ada ni mtu mwenye hekima, ni mtu ambaye ni mtetezi wa taifa. Kumbe wewe sio mtetezi wa taifa, ni mtetezi wa chama ama kikundi cha watu fulani. Sasa hiyo sio haki. Kwa hiyo kama mnataka haki, basi muitendee. Yani kama mnataka haki ama mtendewe haki, basi na nyinyi mfanye haki kwa wengine. Yani hiyo binafsi unatunyima haki. Kwa hiyo kuna maneno tunatukwambia ya kisiasa tunashindwa kwa sababu tu wewe tunaona ni mzee ama tunaona wewe ni mtu wa dini. Lakini utakapojipambanua mimi ni mtu wa dini, basi inakuwa ngoma draw. Tukikuchambua tunakuchambua kama mwanasiasa. Kama ambavyo leo mnawapa nafasi vijana, mnasema kuna uhuru wa kuongea, kumtukana rais ndio uhuru. Maana yake watu wanasema uhuru kama Kenya, uhuru kama Kenya. Yani ile kumtukana rais ndio uhuru. Kumshambulia rais ndio uhuru. Rais hata ukimshambulia, ukimtukana, haikusaidii. Muhimu tu kama una uwezo wa kueleza, mueleze tu rais kwa ushauri 1 2 3, akiufuata sawa, asipofuata ni sawa, kwa sababu yeye ana utashi wake binafsi, by the way. Kwa maana yeye ni rais, lakini pia ana utashi binafsi. Unachomshauri anaweza akakifanyia kazi, kingine anasema asikifanyie kazi, na huwezi kumlazimisha. Na sio yeye tu Mama Samia, rais ama marais wote duniani ndivyo walivyooni binadamu, wana utashi wao wa kibinadamu. Unaweza kumueleza jambo akaridhika nalo, kuna jambo hatoridhika nalo, kwa usimlazimishe. Mimi naamini bado nyinyi wazee mna nafasi kubwa sana ya kusaidia taifa. Mawazo yenu bado yana umuhimu kwa taifa. Lakini kwa mwenendo ambao mnakwenda nao, kwa kweli ndio tukaona kama na nyinyi ni wale tu, kwamba labda mpo kwa ajili ya maslahi ya wazungu, mko kwa ajili ya maslahi yenu binafsi. Kwa hiyo labda upande fulani mmenyimwa maslahi, kwa hiyo mnalazimisha upande mwingine ukae sawa ili mpate maslahi. Huenda tukawasoma kwa staili hiyo, lakini mkituambia mnasimama kwa ajili ya wananchi, sio kweli. Wananchi wote wa Tanzania, mtuambie tathmini gani mlifanya? Yani mlifanya tathmini ipi inayoonyesha kwamba Chadema ni chama kikubwa ambacho kinaizidi hata CCM kwa wananchi, kwa wanachama? Mtuambie tu bwana, Chadema ni chama ambacho kimezidi CCM. Wapi? Lakini sio kwa bla bla hivi, na kwa si sawa. Hii si sawa. Lakini ukweli ni kwamba sisi bado ni Watanzania, tunatakiwa kudumisha amani ya nchi yetu. Nyinyi wazee ndio chanzo cha kuleta amani ndani ya nchi, lakini nyinyi wazee na wanaharakati ni chanzo cha kuleta machafuko. Kwa hiyo katika kauli zenu, katika mawazo yenu, basi toeni mawazo ambayo yatakuwa ni positive ya kusaidia taifa na si vinginevyo. Natumaini nyinyi waelewa na mtanielewa, na washukuru kwa kunisikiliza. Asante sana.